Bana jana bungeni mtifuano ulitokea ya waziri mwenye dhamana ya michezo na utamaduni. Hapa namzungumza Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye jana alikuwa amepitia kipindi kizito kidogo kutokana na maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa na wabunge juu ya dabi ya Kariakoo, lakini pia vikao ambavyo alikaa kutokutoa mirejesho. Sasa wengi walilaumu kwamba ni kama vile anachezea umma wa Tanzania ambao walikuwa bega kwa bega kusikilizia ni nini ambacho kilitokea kwenye vikao hivi ambavyo walikuwa wanakaa, lakini ni nini ambacho kilipelekea dabi hiyo kuahirishwa, kiasi ambacho mpaka mbunge Msukuma kama ulikuwa hujamsikia kile ambacho alimwambia mbunge alimwambia mheshimiwa waziri, ni kwamba Msukuma yeye alimvaa moja kwa moja waziri juu ya dabi ya Kariakoo kutofanyika tarehe 8, na mwisho wa siku akamwambia kabisa, waziri tutazinguana. Huyu alikuwa ni Msukuma. Kwanza labda ni kurudisha nyuma kidogo ambacho alikiongea Msukuma hapo jana. Kwanza alianza kwa kusema kwanza ameonyesha kutoridhishwa na namna viongozi wa TFF na bodi ya ligi pamoja na wizara husika walivyoshughulikia swala la kutochezwa kwa Kariakoo Derby msimu wa pili, ambayo bado haijachezwa mpaka sasa, huku msuguano ukiendelea. So hayo ndo yalikuwa wasiwasi wa mheshimiwa Msukuma. Sasa leo bwana leo majibu yaliyotoka kwa waziri au kile ambacho amekizungumzia waziri juu ya hichi ambacho kinaendelea. Kwanza kumewaka moto mkubwa sana leo, ikiwa ni sehemu ya vikao vya kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Sanaa, Michezo na Burudani. Katika moja ya vivutio vikubwa ndani ya bunge ilikuwa ni kutambulishwa kwa fahali wawili. Leo walikuwa na ugeni wa watu wawili ambao wanasigana kwa hali na mali, au kwa hali ya juu sana, kwa maana ya Engineer Hersaid lakini pia na Wallace Karia. Leo walikuwa wageni pale bungeni, na mara baada ya kutambulishwa basi mvutano wa wabunge ulikuwa mkubwa na shangwe lilikuwa ni kubwa. Kwanza katika hali ambayo iliacha shangwe kubwa kwa wabunge ilikuwa pale ambapo rais wa klabu ya Yanga alisimamishwa na kisha wabunge kupiga meza zao, huku wakisindikiza na maneno kuwa hatuchezi hatuchezi hatuchezi. Na pia baada ya kusimama Karia, hali ya kuzomea ilisikika ndani ya bunge hilo. Unaona jinsi ambavyo wabunge wanazidi kugawanyika, na wengi wanaliona ili swala katika mitazamo ambayo wao wenyewe wanahisi iko sawa. Lakini waziri Kabudi alijibu Yanga kiaina. Kwanza katika hotuba nyingine wakati wa maswali kwenda kwa wizara husika, mbunge Joseph Msukuma kwa mara nyingine tena alitoka na swali kuhusu ni kwa namna gani serikali inakwenda kusemea sakata la Yanga pamoja na bodi ya ligi na TFF, hasa kufuatia mchezo wa dabi. Ikumbukwe kuwa klabu ya Yanga walituma waraka mkubwa, sio kwenda kwa TFF wala bodi ya ligi. Yanga baada ya kushindwa kesi katika mahakama ya CAS walitoka na kuamua kuanguka kwenye miguu ya serikali kutaka haki itendeke, na kuwa Simba wanafanyiwa upendeleo na TFF. Sasa wakati wa kujibu swali hilo, mheshimiwa Palamagamba Kabudi alijibu kuwa sheria za FIFA zinatoa pingamizi au pinzani kwa serikali ya taifa lolote mwanachama kuingilia katika mambo ya soka ya nchi husika. Hivyo Yanga wanachoomba kwa serikali hakiwezekani. Hayo ndo alikuwa majibu ya waziri juu ya kile ambacho kilipelekwa na Yanga kwa ajili ya kuzungumzia hili. Lakini kwa maana hiyo sasa baada ya waziri kutoa hilo neno, maana kinatuonyesha kabisa kwamba kwa sasa Yanga itabidi kuchagua ikiwa inakwenda kucheza mchezo wake wa dabi ambao rasmi utapigwa tarehe 15 mwezi wa 6 majira ya saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam,
ama ikiwa klabu ya Yanga itagoma kushiriki mchezo huo, inaweza kukutana na adhabu kali kuliko vile ambavyo wao wanawaza. So hayo ndio yalikuwa majibu ya mheshimiwa waziri alipokuwa anajibu swali hilo. Lakini wengi maoni yao yanaona kama waziri alienda kama kafanya hivi na ameenda ameingia kwenye ushabiki fulani. Sasa issue ilikuwa ni pale ambapo watu wanashindwa kuelewa kama Yanga ameonewa, sasa waziri iweje anajibu vile. Kwanza huyu yeye alianza kwa kwanza kusema kwa nini serikali inataka kunyima raha sisi wananchi, wakati huyu mwingine akaanza kwa kusema huyo waziri wa michezo analazimisha kama ana vijana wake asitupelekee kama watoto wake lakini huyu mwingine akasema dabi itachezwa tu. Hizo ni kelele za chura bwawani kuzuia tembo kunywa maji. Lakini mwingine yeye akasema ligi haiwezi kuisha mpaka wamkabe Ikangarombo. Huku wanavutia kwamba Dar es Salaam Young Africans wanaogopa kumkaba Elie Mpanzu, na huku watu wa Yanga wanasema Simba wanaogopa kumkaba Ikangarombo na Pacome Zouzoua. Lakini mwingine akasema soka sio la nyumbani kwetu. Kwenye maamuzi au kwenye mamlaka wakiweka mambo sawa, wewe ni nani upinge wasicheze? Lakini mwingine huyu akasema nilichogundua huyu alioandika hapa ni kolo la kutupwa. Sisi hatuchezi hata kushuka kupokwa pointi tupo tayari, ila kucheza hadi watueleze bodi ya ligi walitoa mamlaka gani kuahirisha game, walipewa amri na nani, na kwa nini hawajibiki? Kwa nini wanamlinda Karia jeuri kiburi na mambo mengine. Lakini huyu mwingine akasema wote humu mmeongea vitu vya msingi sana, ila kanuni hazizuii wala hazilazimishi timu kufanya mazoezi siku na muda wa mechi iliyopangwa. Pili, mbona Pamba walizuia Simba hiyo na makofi wakapigwa, ila siku ya mechi waliingia uwanjani? Lakini pia ina maana Pamba haikuwatoa mchezoni ila Yanga ndiyo iliwatoa mchezoni? Pia ikumbukwe kwamba Simba alishawahi kupewa point kwa makosa kama haya ya Yanga kuonekana kutofika uwanjani, kisa tamko la Rais Samia kutaka kuwa mgeni rasmi. Kwa nini Yanga haipewi pointi zake? Lakini huyu mwingine yeye akasema hii taarifa ya mchongo umeitoa wapi? Akauliza. Sasa hii taarifa anauliza imetoka wapi? Hii taarifa imetoka kwenye vyanzo vya habari kutoka bungeni. Alichosema waziri ni kwamba serikali haiingilii masuala ya michezo. Hata hivyo alisema juhudi mbalimbali zinafanywa ili kurekebisha hali hiyo. Hata hivyo hoja ya Yanga bado ni nzito sana. Tunataka taarifa ya uchunguzi itolewe, lakini pia na aliyekosea aadhibiwe kwa mujibu wa kanuni zilizopo. Mambo ya busara michezoni yamepitwa na wakati. So hayo yalikuwa ni maoni ya wadau juu ya hiki ambacho kinaendelea kwenye sakata la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Bungeni kuna wakamoto, kwa wananchi pia kuna wakamoto. So mambo ni mazito kweli.